Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka, Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alikata roho akiwa katika makazi yake rasmi ya Casa Santa Marta ndani ya mji wa Vatican. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa Vatican, Papa Francis alifariki kwa utulivu alfajiri ya leo baada ya kuugua kwa kipindi kifupi. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa alifuatiliwa kwa ukaribu na madaktari wake binafsi na uamuzi wa kuendelea kutunzwa nyumbani ulifikiwa kwa maelewano na timu ya matibabu. Papa Francis, ambaye jina lake halisi ni Rui Mario Bergoglio, alichaguliwa kuwa papa mnamo Machi 13, 2013 baada ya kustaafu kwa Papa Benedikti wa 16, akiwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na wa kwanza kutoka nje ya Ulaya kwa zaidi ya miaka 1200. Alijulikana kwa msimamo wake wa kuwapigania maskini, kujali mazingira na juhudi za mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Tangu kuchaguliwa kwake, Papa Francis alionekana kuwa sauti ya huruma, haki za jamii na mshauri wa amani duniani. Alipata sifa kwa kuchukua msimamo wa kidiplomasia katika migogoro mbalimbali ikiwemo ya Mashariki ya Kati, Ukraine na Afrika, na mara kadhaa alisisitiza umuhimu wa mshikamano na mazungumzo kati ya dini tofauti. Hali ya afya ya Papa Francis ilikuwa ikizorota kwa miaka ya hivi karibuni, ambapo alifanyiwa upasuaji kadhaa na alionekana mara kwa mara kutumia kiti cha magurudumu. Hata hivyo, aliendelea kutekeleza majukumu yake kwa kadri alivyoweza hadi siku ya mwisho za maisha yake. Mipango ya mazishi na mchakato wa kuchagua mrithi wake kupitia mkutano wa makardinali conclave unatarajiwa kutangazwa rasmi na Vatican katika saa zijazo. Kufuatia kifo cha Papa Francis, viongozi wa kidini na wa kisiasa duniani kote wameanza kutoa salamu za rambirambi, wakimsifu kwa uongozi wake wa kipekee uliojaa upendo, hekima na kujitolea kwa dhati kwa ustawi wa mwanadamu. Maisha ya Papa Francis yameacha alama isiyofutika katika historia ya kanisa na ulimwengu. Hii ni ripoti ya Media Express na mimi ni Hassan Magulumali.